taratibu za utalii zinaanza na tuko na kaka yetu ambaye amechonga barabara kwenye muziki huu na bado anaendelea kubisha. Anaitwa mzee mwenyewe kabisa Matonya, mzee wa Violet. Habari yako? Bana, Mungu ni mwema sana mzee wangu, niambie. Fresh kabisa. Kwanza unajisikiaje kuwepo kwenye hii miaka 30 ya Bongo Flava? Kwanza furaha haielezeki, ni jambo kubwa, ni jambo la historia. Kwa hiyo furaha yake haielezeki. Ni furaha kubwa sana. Kwanza kukutana na familia sehemu moja, tumekutana mara kadhaa lakini hii imekuwa kubwa zaidi. Yes. Pamoja tumetoka kwenye matatizo lakini kutoka tu ukaingia kwenye show ya miaka 30 ya Bongo Flava Mlimani City na sasa hivi show ya miaka 30 Mwanza. Watu wategemee nini? Show kubwa sana. Tumejiandaa sana. Maandalizi yameandaliwa kwa muda mrefu, kwa hiyo wategemee show kubwa sana. Watu wajitokeze kwa wingi, waje waone maajabu na kila mmoja wetu amejipanga vile anaweza, lakini upande wangu itakuwa balaa. Itakuwa ni kitu cha kihistory kabisa. Niliongea na baadhi ya wadada ambao washawahi kuwa ma video vixen kwenye ngoma zako, Tex Bubu na nyimbo nyingine. Niliongea na Auntie Ezekiel, nikaongea na Irene Uwoya. Wote wanatamani kuona ngoma zile ambazo ushawahi kufanya nazo, bado unafanya nao, unazifanya ili nao wapate nafasi ya kuweza kuwa karibu na Matonya. Wewe unajisikiaje baada ya kusikia kwamba mtu kama Irene Uwoya bado anakuzungumza kwa makubwa, dada yetu Auntie Ezekiel anakuzungumza kwa makubwa na ni mtu ambaye umeweka baraka zako mule kwao? Yaani kwanza nilikuwa natamani sijui weje, lakini wawahi mapema, tutafurahi na tutakumbukia vitu vingi sana. Sisi ile ni familia, tuseme tena tushakuwa mandugu. Kwa hiyo wale ni watu ambao wako kwenye roho yangu, ni watu tangu tumeanza mpaka tunamaliza na umri wetu, lakini moyo unabaki kuwa na mapendo yale yale ya viwango vile vile. Kwa hiyo nawakaribisha sana. Ndio dada zangu, warembo wetu, wale ndio maqueen wa Tanzania sasa. Kwa muda wote ukizungumzia maqueen hawajatokea. Sijui labda utaniambia wametokea kina nani, lakini wale bado hawajaachia kijiti. Kwa hiyo wale wakizungumza mimi niseme nini tena? Au sio bana? Wale ndio fahari ya Tanzania. Kwa hiyo nafikiri siku hiyo itakuwa noma sana. Kuna kitu nimegundua kutoka kwa Matonya baada ya kutoka kwenye matatizo, lakini ndio utaratibu wako wa siku zote. Kuna namna yoyote yale matatizo ambayo yalikukuta yamekufundisha kitu ambacho sasa hivi unaamua kuyaswitch maisha yako kwa vile ambavyo moyo wako unapenda, kwa maana ya kuto kupapalika, kumuonyesha mtu hivi, unaamua kutulia na kupanga tena karata zako kama unavyotaka? Hiyo ndio siri yangu kubwa. Na wewe umekuwa kama mtabiri sasa. Umekuwa mtabiri wa vitu vyangu vingi. Vingi vikitokea, vingi vikiongelewa. Mimi nakuwa sio mtu wa tafsiri sana. Mimi namezea, naomba Mungu, yanapita. Kwa sababu mengi wananiwekelea. Lakini ukweli na uhalisia, mimi ni mtu safi sana. Sitaki kujisifia, lakini mimi ni mtu safi. Lakini itafika muda wataona usafi wangu. Natamani kukusikia na watu wa Mwanza wanatamani kukusikia pia. Show yako ya Mwanza itakuwa ya namna gani? Kwa sababu inawezekana ni muda mrefu huja perform Mwanza na sasa unakwenda kwenye big stage, wasanii wenzako zaidi ya 35. Matonya yuko ndani yao, anataka kwenda kuonyesha jambo kwenye engo. Mwanza itakuwa Mwanza balaa. Mwanza maandalizi yamekuwa tofauti makubwa. Yaani Mwanza tunataka tutembee juu ya vichwa vya watu bila kuwakanyaga. Yaani kitu fulani adimu sana. Au sio bana? Watu wapigiwe ngoma, wapigiwe nini, lakini watu zile hisia za burudani ziwaingie kweli. Kwa hiyo watu yani, kwa sababu sound iko noma, stage iko noma, maandalizi yote noma. Kwa hiyo yani Mwanza atakufa mtu. Bwana, stage iko noma, sound iko noma, ni maneno ya Matonya. Kiu aliyokuwa nayo ni kutembea juu ya vichwa vya watu bila kuwaumiza, kwa maana ya kuwapa mziki mzuri. Kama unavyofahamu kwamba game hii usipomtaja Matonya utakuwa tu una kinyongo kwenye moyo wako, kwa sababu makubwa ameyafanya mengi, Masiamini, Tex Bubu, Violet na mangoma kibao ambayo yanafanya vizuri mpaka leo. Wanatoa, lakini kuna ngoma inaitwa Violet. Wanatoa, kuna ngoma inaitwa Siamini. Kuna ngoma inaitwa Tex Bubu na nyingine nyingi ambazo akazifanya na kafanya na manguli wa muziki wa Bongo Flava. Mmoja kati ya wanamuziki ambaye amefanya nayo Matonya ni dada yetu ambaye naye yupo kwenye game ya muziki wa Bongo Flava tangu naanza mpaka sasa hivi, Lady JD. Natamani kuona
wakiperform pamoja siku hiyo. Mimi naitwa Gabi Mtanzania, nyuma ni Bosco Mnyamwezi kabisa, mzee wa Mwanza. Matonya amekutana na Mr. Blue Baisa na Malipo wako hapa bwana. Mr. Blue, hawa ni wanyama gani? Mzima unanuka mavu. Hawa wanaonekana kwenye haja kubwa, wako vizuri. Nani hawa? Wanakuvutia? Nani? Pa. Keisha nani eti hapa? Unaitwaje? Mheshimiwa mbunge huyu hapa. Chooni hapa. Wewe hujasikia hiyo? Nani huyo? Pa. Keisha si mtu wa mjini huyu. Mimi na wanyama. Mheshimiwa, sote tumetembea mbugani. Natembeaga lakini. Nyama gani? Hebu jaribu kidogo. Swala. Umesikia kwa mbali au? Mbona swala hao wakubwa? Bora useme jamii ya swala. Jamii ya swala. Jamii ya swala aina ya ng'ombe au? Tuweke kwenye jamii. Bora unaje nini? Jamii ya swala aina ya ng'ombe. Aina ya ng'ombe? Kweli? Joselini njoo bwana. Hebu tuambie ukweli bwana. Hawa wanaitwaje? Yaani hawa jina limenitupa kidogo, lakini hawa ni aina ya swala fulani. Unajua swala wako aina kama 5 hivi. Sasa na hii ni mmoja kati ya, kuna wale wenye shingo ndefu, wengine shingo fupi, wale wanakimbia mbamba, unawajua. Kwa hiyo ndio hivyo aina swala fulani, sijui juu tu majina vizuri. What's kind of this we call it? Kiswahili anajua huyo. Sasa Eland. Eland Kiswahili. Eland ni nini? Pofu. Hebu tuambie ni aina ya swala au? Ni moja ya jamii ya swala. Basi Joselini katisha sana. Sasa swala huyu Simba anamla kwa anamweza. Pofu machu. Simba mwezi huyu. Kwa hiyo akitaimingi nini anadondoshwa na Simba. Bwana Mr. Blue pamoja na Matonya na wasanii wengine wanaendelea. Umeenjoy kuona hichi ambacho nakiona? Nimeenjoy sana. Kweli na ndo kwanza tunaanza. Nimeona pale wanaita nini kanga. Nimeona kuna kuku. Kuku wadogo sio wametokea wapi wale. Nimeona kuna mimbwa fulani ambao na mimbwa hatari. Umeona bwana. Kwanza nimeona wale kuku yuza kuku huko wamefuata nini huko. Kuna majiwa sio mpaka ya milioni 2. Yaani kuna hatari huko wewe. Milioni 2. Jiwa mmoja wewe wani. Baisa, hii inaonekana ni show ya tofauti sana. Of course, kwanza mazingira mnayopitishwa, stage ambayo inakwenda kufungwa, jinsi ambavyo wasanii mmekutana kwa pamoja. Na najua na wewe una kiu, kuna mtu unamwangalia akianza huyu. Wewe unamsubiria nani? Na wewe unataka upige yani kama shabiki, lakini unamwangalia Mwezi akianzaga naye anakuwa na vurugu lake. Lakini mimi Baisa unajijua kabisa una vurugu lako kwenye stage. Mimi noma. Mimi kiukweli bwana unajua mimi wale ambao na wakubali ni wale ambao walitoka kabla yangu mimi. Asikwambie mtu bwana Kiroboto hatari. Nature. Kiroboto achana naye. Nature na kitu gani ambacho labda watu wengine hawajapata bahati kuwa nacho? Ndio hicho hatujakijua. Unatamani mdundo gani wa Juma Nature? Juma Nature hata akisema apige chorus tu zake. Yaani apige chorus tu akalale. Show imeisha. Juma Nature hatari. Watu wa Mwanza tegemea nini kutoka kwako Mr. Blue? Wana mauaji tu mwanangu. Kesho lazima yani mauaji makubwa, misiba kila kona, mochwari zinajaa. Yaani ni hatari. Baki na mimi. Sasa unajua hapa cha msingi ni kuomba Mungu kupata huo muda. Sababu mahiti ni mengi. Umeona mpaka watu wananiambia bwana hujaimba baki na mimi. Hujaimba mboga saba. Naambia sasa nikisema niimbe ngoma zangu zote inabidi sasa iwe miaka 30 ya Mr. Blue. Unasemaje? Bwana ni Baisa Babylon Busy, lakini pia tuko na mwanetu Marekani. Bwana hujampa salamu zake Baisa. Chris Brown anasemaje? Nishamwambia. Brown Chris anasemaje? Huyu anamkubali Jay-Z. Na Jay-Z kashanipa zawadi zake nishampatia. Ndugu yangu Baisa Babylon. Limeisha hilo. Nilikuwa naongea na Madii pale. Akasema mwanangu kadondoka bana. Na ulimpa zawadi Madii. Ulimletea zawadi kutoka kwa nani? Cardi B. Cardi B. Baisa amechukua kwa Jay-Z. Alafu tumempa ngoma gani ile? Ngoma gani ile tumempa? Haina noma. Tumempa Tabasamu. Bwana kutoka Marekani, mtoa kwanza, mtoa pili nyumbani kwa Chris Brown ndo nakotokea. Bwana hapa nimekuja unacheki wanyama. Mimi nimezoea kuona Los Angeles, Chicago. Mimi ndo nimezoea kuwaona wanyama kama hawa. Na show hii
tarehe 8 kesho. Unadhani Wamarekani wanaisubiriaje? Kuna wazungu 500 wanatoka Marekani wanafika kesho. Wazungu 500 wanatoka Marekani, Chicago wanafika kesho. 250 Chicago, 250 Los Angeles. Hatari. Usikimbia. Hapana, zile salamu zake GK ukumpa huyu hapa, mpe salamu zake kabisa. Kwa Jiga boy. Marekani wangu. Tunampa ngoma gani ile? Tunampa miko 10 babu. Au sauti ya Manka? Tunampa sauti ya Manka. Sauti ya Manka. Unaisikia? Ile chorus alifanya nani yule? Alifanya Paul Zongo. Tunamtoa yule, tunamuomba tunamweka Rihanna ameitaka. Umeona maana? Nikitoka tu Rihanna kama mbago wao. Bale, tuko na mzee wa tupo Marekani, yuko Bongo kwa ajili ya show hii ya tarehe 8 siku ya kesho, na ametoa salamu zake kwa GK kutoka kwa Chris Brown na anataka korabo au remix ya nyimbo ya sauti ya Manka ambaye kwenye chorus anakwenda kukaa nani? Rihanna. Utaki? Utaki? Unaipokeaje GK? Unauliza jibu tena mwanangu? Bwana mzee wa Marekani hapa. Tushaula mzee wa Marekani. Yaani na ubishi ameshaongea na tufuti. Mtaa kwanza, mtaa pili nyumbani kwa Chris Brown ndio nakoishi. Ameshaongea na ameshawaka atufuti. Sasa unafuataje? Kama King Class DK ama zangu ama zao. Wao kwa kivyao. Sisi kwetu kivyetu. Hiyo ndio sheria yetu bwana, atufuti. Tushaandika na tushasema atufuti. Bwana, huyu ni mkali wa misimu yote kutoka East Coast Team. Natamani kusikia, niliona East Coast Mlimani City jinsi ambavyo mlifanya kwa kiwango kikubwa sana, na yale kiu ya mashabiki zenu jinsi ambavyo mlikata, lakini muda ulikuwa kama mchache umebana, au bana, mangoma yalikuwa ni mengi yanakuwa kuruka pale. Mwanza mmejiandaaje? Unajua East Coast yani hit tupu yani. Tukaanza kuongelea zile hit single. Tupu yani. Kila album yote ni hit single. Kwa hiyo walitubana sana, muda ukawa mchache. Mwanza kidogo wametanua muda. Kwa hiyo tutapiga show tofauti. Yaani nyimbo ulizosikia kule Dar es Salaam sasa zinakuja nyimbo nyingine mpya. Hii leo ngoma ambayo ina mheshimiwa ndani Mwana FA, ngoma ambayo ina AY Master, ngoma ambayo ina King Class GK. Watu wanatamani kwa muda mrefu kuwaona kama walivyowaona Dar es Salaam, lakini wanataka kuwaona kwa ukubwa siku ya kesho Jumamosi hapa Mwanza. Unawaambia nini mashabiki wa East Coast Team kutoka kwenye mdundo huo na midundo ya East Coast kama vile Amazangu Amazao na nyingine nyingi ambazo mmetoa East Coast? Ni kwamba Amazangu Amazao ndio libisti la maiti yote ya Bongo Flava ya miaka 30. Lile nadhani ndio namba 1, kama sio namba 1 basi 2 hapo linacheza hapo. Kwa hiyo waga atuchukulii poa. Yaani ni noma. Kwa hiyo tumeshajiandaa vya kutosha watu wa Mwanza. Yaani sijui kuongea sana, matendo ndio yatakayoongea. Tukishamaliza show mtakuja kuongea baadaye. GK sio mtu kukaa sana mbele ya vyombo vya habari na kuzungumzia mziki wake wala maisha yake. Ni mara moja sana. Lakini tunaona kwenye show ya miaka 30 ya Bongo Flava nimemrudisha GK kwenye stage kwa mara ya kwanza na sasa tunakwenda kwenye mara ya pili. Ukimya mwingi wa GK unasababishwa na nini? Ukimya mwingi kama nilivyosema, nishasema kwamba kila kitu kina wakati wake. Mambo yanaenda kwa wakati, muda. Kuna muda wa kuongea, muda wa kukaa kimya, muda wa kujipanga, muda wa kulia, muda wa kuimba, kila kitu kina muda wake. Sasa hii miaka 30 ya Bongo Flava nimefungua muda wa kuongea, wajikewe kufanya mambo. Watu wengi wameuliza nini kile muendelezo? Nawaambiaje, wakae tayari. Yaani hapa gari la kusukuma likishawaka waga alisimami kusubiri mtu, watu wanarukia, wanadandia. Kwa hiyo tayari ni kwamba ni ngoma juu ya ngoma, vibe juu ya vibe. Mimi kati ya ngoma yako ambayo naikubali na inanifanya nikukumbuke wakati wote ni ngoma ambayo umepiga na TID kutoka kwa Master J. Ngoma inaitwa Tutakukumbuka. Ile ngoma wakati unaiandika ni kweli ulimwandikia mchizi wako Dilo au kuna namna ambavyo uliandika ili iweze kuishi kama hivyo inaishi mpaka leo? Niliandika kwa ajili ya Dilo, lakini kawaida ya music unajua unamwandikia mtu mmoja lakini mtu mwingine akisikia ana reflect, yani inamuingia yeye mwenyewe kama anakuwa ni kama yeye yani. Umeona? Kwa hiyo ni ngoma ya Dilo na ile ngoma ina maajabu. TID mwenyewe alishawahi kuiongelea wakati tunarekodi ile ngoma kwa Master J. Master J alikataa ile ngoma, alikuwa anamkataa TID asiingize ile chorus. Kwa nini? Kwamba yuko flat, yani kwamba yuko semitone. Kipindi hicho. Akamkataa kabisa huyo asiingize. Lakini kwa sababu mimi nilikuwa nishalipa, nikamwambia mtamuingiza hivyo hivyo. Sasa mimi sikio langu nikimsikia nasikia yuko sawa. Kwa hiyo Master J akaondoka. Rudigo aliyerekodi ile ngoma, Rudigo na Maron Linja wakakaa kwenye mtambo wakamrekodi TID. Bwana kuipeleka redioni. Balaa jipya. Noma. Kwa hiyo kuna mambo kama hayo, ile ngoma ina story nyingi na ngoma ambayo haijafanywa video unakumbuka, lakini ni ngoma ambayo nawashukuru waandishi wa habari na watu wote na wameifanya imekuwa ni kama ngoma ya wakati wa msiba, ngoma ya taifa. Ngoma ya taifa wakati wa masikitiko, kwa sababu hata mimi mwenyewe nikisikiaga ile ngoma kama ni asubuhi
najua tayari kimeshanuka, yani kuna tatizo. Yani ni kama bundi ile ngoma Bwana brother, mimi nikuheshimu sana na una heshima sana kwangu na ni mmoja kati ya fansi wako kabisa, kwa sababu muziki wako nimeusikiliza mimi, mbanga zenu zote za TMK East Coast mimi nilikuwa nikizishuhudia, show zenu na vitu kama hivyo, na naamini tutapata nafasi nzuri ya mimi na wewe kupiga story, ilikuwa tumetulia exclusive moja matata. Naiomba sana hiyo nafasi. Mimi nakukubali sana kwa sababu wewe ni nasema kila wakati uko genius. Vitu unavyokuwa unasema viko mbele. Watu wanaweza wasikuelewe lakini keep it up. Una akili sana. Nimekwambia mara ngapi? Si kama mara ya 5. Na I mean it. Kwa sababu vitu ambavyo uko unaniambia nifanye kwa muda mchache nikifanya vinatema, yani vinakuwa ni real. Na appreciate sana umenifanya niweze Ukiona legendary anazungumza kitu wewe unasema asante kaka na asante kwa kunipa nafasi. Mimi nakuheshimu na nakupenda sana. GK. Mimi nakupenda zaidi. Mimi naitwa Gabi Mtanzania, nyuma ya kamera naitwa Bosco Master Mwanza. Hakikisha mdundo unakwenda vizuri wewe. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.